Burundi inaonekana kuelekea kuchukua hatua ya kutuma wanajeshi wake katika ukanda wa Gaza baada ya ujumbe wa kijeshi kutoka nchi hiyo ya Afrika kutembelea Israel wiki iliyopita kwa ajili ya kujadili uwezekano wa kujiunga na kikosi cha kimataifa cha uimarishaji wa usalama Gaza kinachohusishwa na mpango wa Baraza la Amani. Ingawa hakuna makubaliano ya mwisho ambayo Burundi imefikia kuhusu kutuma wanajeshi wake Gaza, afisa wa Baraza la Amani amesema kuwa mazungumzo yaliyofanyika yalikuwa muhimu na kwamba wawakilishi wa Burundi wameonyesha nia ya kushiriki katika mpango huo. Afisa huyo amesema pande hizo zilibadilishana uzoefu wa taarifa muhimu kuhusu mpango huo, huku ujumbe wa Burundi ukionyesha nia ya kuendelea na mchakato huo kushiriki katika operesheni hiyo. Afisa mmoja wa kijeshi wa Burundi ameliambia shirika la habari la AP kwa ujumbe huo uliongozwa na maafisa watatu waandamizi wa kijeshi kutoka Burundi. Ujumbe huo ulifanya mazungumzo nchini Israel kuhusu namna Burundi inaweza kushiriki katika mpango huo wa usalama wa Gaza. Kwa mujibu wa afisa huyo Burundi, inaonekana kuwa nia ya kujiunga na mpango huo, ingawa hakuna uamuzi wa mwisho kuhusu idadi ya wanajeshi ambao inaweza kuwapeleka. Uganda pia imehusishwa katika mchakato huo na iko katika hatua za mwisho za kukamilisha ushiriki wake. Afisa wa Baraza la Amani amesema Uganda imepiga hatua kubwa zaidi baada ya bunge lake kuidhinisha mchango wa wanajeshi katika mpango huo mwezi huu. Uganda imeahidi kutoa takriban wanajeshi 1200, jambo ambalo linaweza kuifanya kuwa miongoni mwa nchi zitakazotoa idadi kubwa zaidi ya wanajeshi katika kikosi hicho. Iwapo Burundi itaendelea na mpango huo, itakuwa miongoni mwa nchi za Afrika zitakazoshiriki katika kikosi cha kimataifa cha uimarishaji wa usalama Gaza baada ya Morocco na Uganda kutoa ahadi za kushiriki. Kosovo, Kazakhstan, Albania pia zimeahidi kutoa wanajeshi. Morocco imeahidi kutoa hadi wanajeshi 500 huku Uganda takriban 1200, lakini Kosovo na Kazakhstan pamoja na Albania kwa pamoja zikiahidi kutoa takriban wanajeshi 80. Mpango huo wa kuunda kikosi hicho ulitangazwa mwezi uliopita na Rais wa Marekani Donald Trump katika mpango uliolenga kusitisha vita Gaza. Kwa mujibu wa mpango huo, Hamas ilipaswa kusalimisha silaha zake na Israel kuondoa wanajeshi wake kutoka Gaza. Aidha, maeneo hayo yangesimamiwa na kamati ya muda ya wataalamu wa kiraia, huku kikosi cha kimataifa kikitumwa kusaidia kudumisha usalama. Hata hivyo, Israel ilikataa mpango huo na utekelezaji wake bado haujakamilika. Kikosi hicho kinatarajiwa kuwa na majukumu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kusaidia usimamiaji wa usitishaji wa mapigano, kutoa mafunzo kwa polisi wa Palestina, kusaidia kulinda usambazaji wa misaada ya kibinadamu na kuweka mazingira ya usalama yatakayoruhusu shughuli za kiraia kuendelea. Endapo Burundi itaamua rasmi kushiriki, wanajeshi wake wataingia katika mazingira ya changamoto kubwa za kisiasa na kiusalama. Hivyo swala la mamlaka kikosi hicho, matumizi ya nguvu na usalama wanajeshi inahitaji makubaliano ya kina kati ya nchi zitakazoshiriki. Kwa sasa Burundi bado haijatangaza rasmi idadi ya wanajeshi ambao iko tayari kuwapeleka Gaza wala tarehe ya kuanza kwa operesheni hiyo. Hata hivyo, ziara ya ujumbe wake wa kijeshi nchini Israel na mazungumzo yaliyofanyika imeongeza dalili kwamba Burundi inaweza kuwa miongoni mwa nchi zitakazochukua jukumu katika mpango wa kimataifa wa usalama wa Gaza, ikiwa mazungumzo na taratibu za mwisho zitakamilika. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.